Yes, hii ni Analyst Movie Recap na hili ni tambara kali sana na kuletea kutoka nchini Ghana. Bwana, hii movie ni mysteries ama tunaweza tukaita thriller, ni zile movie ambazo zinafikirisha na kutisha. Bwana, ni tambara moja kali sana ambayo limeigizwa nchini Ghana na mastaa kibao kabisa wa kuaminika. Lakini sasa kubwa zaidi, hili movie linakwenda kwa jina la Journey to Abuja kutoka katika kampuni ya Cipro Film TV kutoka maeneo ya Kumasi nchini Ghana. Yes, bwana, hili tambara linaanza kwa kundi la vijana ambao linaenda kujitafuta katika nchi za watu. Hapa nazungumzia Nigeria. Lakini wamekosa nyenzo kabisa za kuanzia maisha katika nchi ya Nigeria. Si nyenzo tu za kwenda kuanzia maisha, lakini pia issue za transportation fee basi kwao zilikuwa changamoto kubwa sana. Pia ukijumlisha wamekosa vibali vya kupita katika njia ambazo ziko officially na zinatambuliwa na mamlaka yote, na maanisha mamlaka ya uhamiaji nchini Nigeria pamoja na Ghana. Kwa hiyo wakaamua wafanyeje? Wachiziboti pamoja na wadada boti kama unavyoweza kuwaona hapo, wakabonga na huyo bigi mshikaji ambaye amesimama mbele ya gari kuwa tunaomba utupeleke nchini Nigeria katika jiji la Abuja ili tukaendeleze maisha yetu. Hii ni baada ya maisha nchini Ghana kuonekana si rafiki kwa upande wao. Kama unavyoweza kumuona hapo, mchizi akawaambia kuwa yeye kwa kuwa ana uzoefu na ameshaishi nchini Nigeria katika jiji la Abuja takriban miaka 10, basi kwake hilo swala liwezi kuwa gumu. Yes, on the spot safari ikaanza kutumia gari lake mchizi. Kama unavyoweza kuona hapo akitumia rough road. Tunazungumzia zile njia ambazo si rasmi katika kutoka nchi moja kwenda nyingine. Tunaita njia za uzamiaji. Ndio njia ambayo walitumia. Bwana, ni Cipro Films ambao anakuletea tambara kali kabisa ili hapa la Ghana. Safari ikiwa inaendelea kama unavyoweza kuona hapo, wakiwa wanapita katika njia zile ambazo za uzamiaji kuelekea nchini Nigeria. Jamaa akaomba nafasi akasubali kidogo kwa sababu alikuwa bebano na haja ndogo kama unavyoweza kuona hapo, na akapewa hiyo nafasi. Huyo ndo nakukumbusha kuwa ndo leader ama kiongozi wa safari hii, baada ya kukusanya vijana hao kutoka jijini Kumasi nchini Ghana ili waende wakajitafutia maisha pale pande za Nigeria katika jiji la Abuja. Esko mchizi hapo akawa anamuuliza, vipi bwana, mbona unatupisha katika njia za chocho wakati ulituahidi tutatufikisha salama katika safari yetu? Jamaa akamuuliza, akamwambia kwenye gari unapoona mko wangapi? Jamaa akamwambia tuko watu kama 6-7 hivi. Akamwambia okay, sasa kama mko 6-7, kwa kigari hicho ni mamlaka gani itakuruhusu upite katika njia official? Kwa jamaa akawa amemuelewa. Kama basi huo unatumia akili kuuliza maswali yako ambayo hayana kichwa wala miguu kwa wakati mwingine. Mchizi anajikubali sana, na kama unavyomuona unavyojua watu mabigi kwa kujikubali na kujiona wao ndo. Yes, ukarudi kwenye gari, safari kaendelea kama kawaida. Yes, chocho kwa chocho wakitumia kiesti chao kisichokuwa na gharama kabisa ya mafuta, na katika njia za mkato safari inaendelea kuelekea nchini Nigeria jijini Abuja. Bwana, nikukumbushe tu kwamba ili tambara linakwenda kwa jina la Journey to Abuja. Maana yake ni safari kuelekea Abuja nchini Nigeria. Yes, walipofika hapo jamaa akakuwa anazijua hizo chochoro, akamwambia bwana, hapo mbele kuna block hapa, tunazungumzia wale wa askari wa mpakani, so hatuwezi kupita hivi, hapo kizingatia hatuko officially, so hapa natakiwa mshuke ili mpite njia ya chocho. Hapa nazungumzia waingie porini ili wakakutane naye mbele. Jo, jamaa atavuka peke yake na gari. Ilikuwa ngumu sana kumuelewa kama unavyoweza kuona hapo. Watu wana doubt kwa nini iwe hivyo. Ni Cipro Films Production ndo nakuletea tambara hili kali kabisa la kisasa la mwaka 2026 kutoka pale nchini Ghana, ikiwa limeshamili mastaa kabisa wa uigizaji kutoka pande hizo
za Ghana. Yes, kama unavyoona hapo wameshuka na jamaa na wadirect njia ya kupita ili waweze kufika katika mazingira hayo, na jamaa mbaki peke yake kwenye gari as you can see hapo. Yes, ndo naondoka hivyo. Nikukumbushe tu kwamba wale wamepita shortcut way ya porini kwa lengo la kukwepa blockage za msituni. Kama unavyoweza kuona hapo, maaskari wa mpakani kulinda mipaka na zile njia ambazo si official za kukatiza wahamiaji haramu, wanamuona jamaa akiwa anakuja na KIST chake na kumpiga mkono kwa maana ya asimame ili kuangalia kama amefuata taratibu zote za kusafirisha ama kusafiri kuelekea katika sehemu nyingine. Yes, jamaa kana ulizo hapa akaambia, bwana yes, mimi naelekea Nigeria. Kulingana na shortage ya mafuta yangu, nimeona nikitumia shortcut itakuwa simple ya mimi kufika eneo husika. Akaulizwa, vipi, una vitambulisho vyovyote? Akasema yes, mimi vitambulisho ninavyo. Akaombwa na akawa amevitoa hapo kwa ajili ya ukaguzi. Kama unavyoweza kuona hapo, anakabidhiwa pasipoti sijui ni nini, wanajua wenyewe. Kwa wale wataalamu wa kusafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine wanaelewa hivyo ni vitu vya design gani. Yes, nikukumbushe tu kwamba ni Mr. Analyst nikikuletea uchambuzi kuhusiana na hiyo movie tambara kali kabisa ambayo lina trend pale nchini Ghana na Nigeria, likiwa limetengenezwa na kampuni kubwa kabisa Cipro Films TV wakishirikiana na Duma. Bwana, chuma imeng'oa na jamaa ameruhusiwa kuendelea na safari yake. Yes, nikukumbusha tu kwamba kuna watu waliwapakisha na kuwapitisha katika njia za uchochoro kwa lengo la kukutana nao mbele. Yes, kama unavyoweza kuona jamaa ameendelea na washikaji ndo hawa hapa wakiwa wamepita shortcut ili watokelezee mbele. Issue ilikuwa ni kuruka hiyo blockage hapo, kuivuka kwa usalama kabisa, wasije wakatiwa hatiani na mamlaka husika. Yes, jamaa naona nawasiliana nao ili kujua location waliopo ni ipi ili akutane nao mbele waendelee na safari yao ya kuelekea nchini Nigeria, jijini Abuja. Yes, shortlist ya movie hii ni kupelekea recap yangu haraka ili ukipata muda uende ukaicheki mwenyewe kwa utulivu. Ni kwamba yes, baada ya kukutana katika hii shot ambayo naiona hapo, gari yao ilipata kuharibika, so wakashindwa namna gani ili wataweza kuendelea na safari hii kwa kutumia usafiri wa gari. Lakini ilikuwa na contradiction nyingi sana kwenye hii safari. Ukitazama hapo watoto wa kike na as you can see kuwa watoto wa kike katika hizi manga huaga wanakuwa ni wadhaifu, so walishaanza kudoubt kwa nini tunapelekwa msituni hivi na tuliahidiwa kuwa safari yetu ni salama, lakini mpaka kufikia sasa usalama hauonekani. Kwa jamaa akiwa kama kiongozi wa wasafiri alimpa moyo na kumencourage huyo dada na kumwambia twende, tutakutana naye hapo mbele. So walipoenda hapo mbele, gari yao ikakuta imeharibika. Nini kilifuatia? Kilichofuatia hapo ni kwamba walidecide kutembea kwa mguu kutoka katika mpaka huo upande wa Ghana kuelekea Abuja. Ni safari ambayo ilikuwa ngumu sana, lakini kuambia tu kwamba wakiwa wanaendelea na safari huko mbeleni, baada ya wewe mwenyewe kuipakua hii movie na kuicheck huko mbeleni, wakiwa wanaendelea na safari bwana, kuna mdada mmoja wale wa nyekundu alifanikiwa kuokota ufunguo. Akauona ufunguo akaza, ufunguo wa design gani? Ni ufunguo ambao upo katika nyendo za kiasili na kutisha. Wakadecide bwana, huo ufunguo uache kwa sababu haujui na the way na tunavyokwenda ni polini, alafu ni nchi za watu. So achana na hiyo issue ili tuangalie namna nyingine ya kufanya. Okay. Dada na wenzao wakaondoka, lakini kumbe bahati mbaya dada ule funguo aliweka kwenye begi bila wenzie kutambua chochote kuwa funguo yule mdada aliondoka nayo. Kwa wakiwa wanaendelea na safari, baadaye kuna jamaa mmoja mbele akaokota kufuli ambalo nao linafanana na ufunguo ambao waliuona pale before.
Kwa haraka haraka walivyotazama wakaona bwana huu ili kufuli itakuwa ule ndio ufunguo wake. Tungekuwa nao ule ufunguo tungefungua tukatazama ulikuwa unahusiana na nini. Lakini isivyo bahati bwana, ule dada kumbe alifanikiwa kuondoka na ule ufunguo, na ndio ilikuwa mwanzo wa hatari kabisa katika safari hiyo. Amona alikutana na mikasa hatari, watu wa kutisha ambao waliwapelekea moto, lakini mwisho wa siku katika safari yao alibaki mmoja tu, dada ambaye amevaa nyekundu, na yule ndo anakuwa sterling wa tamthilia. Bwana, ni tamthilia kali sana ambayo nakuomba kama mpenzi wa tamthilia zile za kutisha, basi nenda kafuatilie goma hili hapa ambalo linakwenda kwa jina la Journey to Abuja. Ni Mr. Analyst Movie Recap.